tunamshukuru mbunge, tunamshukuru diwani wetu kwa kutuletea mafanikio ya shule ya sekondari. Watoto wetu watasoma jirani na nyumbani petu. Kwanza nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa Mheshimiwa Rais, mbunge wetu na waziri wa ardhi na makazi, Mheshimiwa diwani na wenye viti wote wa kata ya Marika na wenye viti wa vitongoji na chama na serikali. Binafsi nishukuru kwamba tumepata sekondari. Hapo huu ni mwanzo wa sekondari. Tumehangaika kwa muda mrefu. Watoto wetu wametembea umbali mrefu kutoka eneo letu moja hadi eneo lingine. Wengine ndoto zao zimekatika kutokana na aidha usafiri umbali kutoka eneo moja hadi jingine, lakini leo ambapo patakuwa panajengwa sekondari hapa, mimi naamini watoto wetu watasoma vizuri, watamaliza na watafanya vizuri kwenye masomo yao. Kwanza nikupongeze katibu kwa kuja kuangalia kazi zetu za maendeleo zinaendeleaje. Maana baada ya kukaa ofisini na kusema zinakwenda, lakini wewe mwenyewe umekuja kushuhudia hii kazi inavyofanyika na nini mahitaji yetu. Na kishie salamu kwa mheshimiwa mbunge kwamba sasa tumeona staili yake ile kwamba anataka maendeleo na yaende, kwa sababu swala la kiwanja sisi tulipata muda mrefu lakini hatukuona, tuliona kama pale lala hivi, lakini mheshimiwa mbunge amepata, akaona hata kipaumbele ile sekondari, na nashukuru kweli imeingizwa fedha na kazi itaanza mara moja. Mimi niahidi tu kwamba tutampa ushirikiano kama ilivyo mheshimiwa huyu ameacha kitanda leo alfajiri sijui saa 10 amekuja hapa na ndio kiongozi anavyotakiwa wa mtindo huo kuja kushirikiana kuangalia wananchi wanafanya nini. Tunamuombea diwani wetu, mbunge wetu pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan maisha mema, kazi nzuri, na Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote kuwa na afya njema ili kutuletea maendeleo kuanzia nchi yetu ya Tanzania, jimbo la Masasi na kata yetu ya Marika. Watoto wetu walikuwa wanatembea umbali mrefu kwa ajili ya kufuatilia masomo, lakini leo hii Dr. Samia ametukumbuka na Mheshimiwa Kwilapo kutuletea sekondari karibu. Hii sisi kwa kweli mioyo yetu, hata kama utaona kwenye macho yetu anatoa machozi, basi machozi yale sio ya uchungu bali machozi ya furaha, kwa maana ni kitu ambacho tukitegemea lakini sasa kimekuwa. Hivyo basi wananchi hawa waliopo kwenye eneo hili na wengine wapo kule wanashughulika, wanasema sisi mpaka tumalize kwanza maeneo yetu tulime, yani tupasafishe. Tuna kiu ya kuiona hapa kwamba kesho basi ujenzi unaanza. Asante Dr. Samia kwa kutuletea fedha. Asante Mr. Kwilapo kwa kutuletea fedha, na tunashukuru leo tunaona kabisa na timu ya ofisi yako iko hapa inashiriki na sisi vilivyo. Wote hao naona wameloa jasho, katibu mbunge ameloa jasho kwa sababu anajua kabisa kwamba ni jambo la maendeleo limeenda kwenye kata ya Marika na maeneo yake yote. Pamoja na mbunge wetu ambaye ndio waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo, Mheshimiwa Leonard Douglas Kwilapo, kwa kutoa msukumo mbunge wetu wa kuweza kuiwakilisha hii pesa ya ujenzi wa hii sekondari katika kata ya Marika mapema sana, ambavyo tofauti ya wananchi ambavyo walikuwa wanatarajia. Ni pesa nyingi sana, pesa milioni 560 sio pesa chache. Na ndio maana leo hii wananchi hawa wa kata ya Marika kwa pamoja, baada ya kusikia jambo hili, wameweza kuwa na msukumo wa pamoja kwa ajili ya matayarisho ya jambo hili. Kinachoendelea sasa hivi ni mfumo ambao unatafuta mkandarasi kwa ajili ya kujenga hii shule, na ikimpendeza Mungu tunategemea hadi mwezi wa kwanza watoto watakuwa wanasoma hapa wa form 1. Na sio tu watoto wa form 1. Tumezungumza na afisa elimu wa wilaya sekondari, ameridhia na amekubali kwa matatizo ya watoto wa kata ya Marika kutembea umbali mrefu kilomita 11 au kilomita 13, 11 kwenda Nabala, 13 kwenda shule ya sekondari Mumbaka kufuata elimu hii. Akawa tayari kwamba majengo haya yatakapokamilika pamoja na maabara, basi watoto wote kuanzia form 1 mpaka form 4 watakuwa tayari wanahamia hapa. Mimi kwa majina naitwa Shiraji Athmani Zaburi, ni katibu ofisi ya mbunge jimbo la Masasi mjini.
ambaye anatambulika kwa jina la Dr. Leonard Douglas Akwilapo, ambaye Mungu ilimpendeza kama mnavyojua mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimteua pia kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Kipekee kwanza nichukue fursa hii kuwapongezeni. Kwa kweli inaonekana watu wa Malika mna moyo wa kujitoa na mna umoja na mshikamano. Kwa hilo naomba mjipongeze, kwanza mjipigie makofi. Mimi ni mtu ambaye nimezunguka kwenye sehemu mbalimbali za jimbo hili. Lakini kipekee watu wa Malika mmeonyesha utofauti na sehemu nyingi. Kwenye kazi za kujitolea kama hizi ni kazi za wito au kuwiwa. Kwa hiyo nyinyi mmeonyesha moyo wa dhati. Ungeweza tu kwenda shambani kwako, ungeenda kufanya shughuli zingine ambazo zinakuingizia kipato, lakini kwa kujua umuhimu wa swala hili lenyewe mkaamua kufika hapa. Kwa hiyo kipekee nawapongeza sana. Lakini pia nichukue fursa hii kuwafikishieni salamu za mheshimiwa mbunge. Juzi na jana wakati naongea naye tukipeana taarifa za hapa na pale, akaniambia Malika tayari kile kiasi cha fedha cha milioni 560 kama sikosei kimeingizwa kwa ajili ya ujenzi wa sekondari. Lakini pia nimeongea na mheshimiwa diwani Mkuliti, amesema Jumatatu atakuwa na zoezi la usafi. Kwa hiyo nakuomba kijana wangu uende kujumuika nao. Mimi nimefika hapa mapema, labda tu watu wako hatujaonana, tulikuwa kule barabarani na sisi tunajaribu kufanya usafi ili mradi tu kuunga juhudi kwa hizi kazi ambazo mnazifanya. Uhitaji wa shule kwenye kata ya Malika tunajua ilikuwa ni uhitaji wenu wa muda mrefu sana. Lakini kipekee tumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kulifanikisha hili. Lakini pia tumpongeze mbunge wetu kwa kubusti na kuishawishi serikali mpaka imeleta kiasi hiki cha fedha. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo mheshimiwa mbunge anatambua kile ambacho mmemfanyia Oktoba 29. Hajafika Malika physically kuwashukuru kwa hili, lakini hivi karibuni ataandaa ziara, atakuja na mtaongea mengi sana. Kama kuna changamoto mbalimbali